kiu ambayo wanayo Simba na Petro pia ni wana kiu ile ile. Unadhani Simba kwa mchezo wa leo kiujumla ni tahadhari gani kubwa ambayo wanatakiwa wawe nayo ili kuhakikisha azma ya kwanza ya kupata alama 3 za nyumbani inafanikiwa kwa 100%? Mimi nafikiri mwalimu anakwenda, tukiangalia Simba imebadilika tofauti na ile Simba ya Fadru. Tulikuwa tukicheza sana mpira wa back pass, tunaanzia nyuma, tunacheza sana nyuma. Na Philip Pantev amekuja kubadilisha mpira. Simba tulikuwa tunaitaka ya miaka 4 iliyopita, ile Dudai ndio hii imerudi. Dudai ile akina Chama, Manuel Kui, hapa Nixon, Dilunga, sawa Medi Kagere imerudi. Tumeona mechi ya mwisho tuliocheza na JKT, unakuta Simba inacheza kwa pamoja, inashambulia kwa pamoja, inakaba kwa pamoja. Na nafikiri ndio mchezo unakuja huu, tunakuja kucheza na hawa. Nafikiri kwa kujilinda huko na kwa umakini huo, na imani kabisa kama wachezaji watakuwa wamepokea maelekezo ya mwalimu kama anavyotaka mwalimu, basi hakuna shida, ushindi huko. Msimu uliopita Simba tunayesema ilipata mafanikio kwa kufika hatua ya fainali na kuvaa medali ya kombe la shirikisho, lakini tunavyofahamu kwenye kikosi chochote kinachopata mafanikio kunakuwa na uti wa mgongo wa timu. Kuna wachezaji muhimu ambao wanakuwa na mchango mkubwa sana. Tukizungumzia Simba ile, Musa Pinpin Kamara, Fabrice Ngoma, Mohamed Hussein Zimbwe, hawa ni wachezaji ambao walitoa mchango mkubwa sana kuelekea hatua ile ya fainali. Na mchezo huu wa leo ambao ni mchezo muhimu sana kwa Simba ambao utaenda kutoa picha kamili ya nini itakwenda kukifanya Simba. Wachezaji hawa hawapo. Pinpin tunafahamu ni majeruhi, wachezaji wengine niliowataja hawapo kwenye kikosi. Hii ina athari kwa kiasi gani kwenye kikosi kuelekea mchezo wa leo? Athari hakuna, na ndio maana usajili mpya tumeweka maongezeko makubwa, maongezeko wachezaji ambao wenye experience, wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa, kwa sababu tulijua vitu kama hivyo, kwa sababu watu wanaondoka, labda tujazie nafasi. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba hakuna wasiwasi. Wachezaji waliosajiliwa Simba wamesajiliwa wachezaji kuja kuisaidia Simba, kwa hiyo twende tukawape support ya kuwashangilia sawa. Na msemo wetu ule Dudai ndani ya uwanja wa nyumbani, kwa Mkapa atoki mtu, ndio linatokea hapo leo. Katika mechi zetu zote 3 tuhakikisha lama tunashinda kwa njia yoyote, iwe jua linyeshe, mvua inyeshe, afe mtu, afe Masai, damu imwagike, damu isimwagike, lazima afe mtu, tunapata pointi 9. Shukrani sana. Asante sana. Jana umewashuhudia wapinzani wengine ambao mpo kundi nao moja wakitoa sare. Mnyama Simba umeona wapinzani wako, sasa bado huyu mmoja ambaye bado anacheza naye hii leo. Ni kundi la namna gani? Kundi ni gumu. Kundi ni gumu, tofauti na watu wanavyosema kundi ni jepesi. Kundi sio jepesi, kwa sababu kundi hili ni tayari alishachukua ubingwa. Huyo Esperance aliotoa jana draw, kishachukua ubingwa huu. Sawa. Kundi hili unaocheza naye leo, miaka 2 nyuma finali iliyochezwa moja, alitolewa nusu finali na anayeongoza kuchukua makombe ya Hilali. Nusu finali. Sawa? Kwa hiyo kundi si rahisi. Kama watu wanakuambia kundi rahisi, pengine hao sio wafuatiliaji wa mchezo. Sawa. Kundi hili ndio gumu zaidi kushinda ile la Yanga. Hili ni gumu zaidi. Leo imekuwa hivyo tena. Nakwambia kundi hili ni gumu zaidi kushinda ile la Yanga. Sawa. Sasa basi, kwa sababu jana Esperance ametoa draw na wale Stade Malien ya Mali. Sawa. Ila tu namwambia kutoka kwa draw na Stade Malien wala mimi hainitishi, kwa sababu katika watu ambao vilabu ambavyo nilikuwa bado katika kaskazini sijamalizana nao wale watu. Kwa hiyo safari wameingia wenyewe kikaangoni, aje na yeye nimalizane naye. Katika wale wawili kuna yote anakutisha, bila shaka umeshuhudia mechi yao. Yupi ambaye unamwona kwamba huyu kweli ni mpinzani mkubwa? Hakuna anayenitisha. Japo huyu bingwa naweza kusema kwa sababu yeye kidogo na historia alichukua ubingwa, lakini na mimi naye ni timu kubwa Afrika, kwa sababu ukiangalia kwenye rank ya CAF tunafuatana pale. Nafikiri yeye ni wa pili sijui. Mimi nashika nafasi ya 5. Kwa hiyo wote tuko kwenye 10 bora. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea mnapokuwa kwenye 10 bora. Mnyama akishinda leo anaongoza kundi. Unaiona nafasi ya Mnyama kuongoza kundi? Kabisa. Sio chini ya goli. Tena tutaongoza leo nakuchokwambia. Sio chini ya goli 3 au 5. Kwa sababu huyu amekuja tayari kishaanza kuona mchecheto. Amewauliza Atletico Vikao mwaka 93. Katika timu baada ya kuzunguka Afrika, Atletico mlifungwa wapi kabla tulifungwa Tanzania? Na nani na Simba? Ule uwanja umehamishwa mkoa mgani? Pale umesogezwa watu watatu tu. Kwa hiyo mzimu ule bado uko pale anakuwa Kawemba. Tena alifungiwa goli lile pale. Kawemba alifungiwa ile goli la huku ile magoli 3 alifungiwa hapo. 93. Simba anaingia finali ile kombe la CAF. Sawa. Hapa yuko Malota Soma, yuko hayo huyo. Bull Juggler Malota Soma. Alikwenda Bull Juggler huyo. Hapa kuna mtu Edward Chumila. Sawa. Hapa kuna Hussein Amani Masha, huku kuna Leni. Midfield hizo kaka. Huku kuna George Lucas. Yuko pale Mwembe Yanga. Sawa, golini kuna Mohamed Momeja. Hapa anasimama
Rashid Abdalla hapa anasimama, George Masatu wako hai hao. Mnyama anaijua vizuri sana. Ni hatari. Sio hii hata 74 tangu za Kibadeni. Simba kwa sababu mashindano haya 74 tulifika nusu finali ya kombe hili. Nusu finali tunaitoa Astovok nyumbani kwake. 74 wakati huo nina miaka kama 6-7 hivi nafikiri. Kidogo na kumbukumbu. Hata ukicheza unajiita Kibadeni. Misante Manara. Tucheza ule mpira wa makaratasi. Na historia kidogo. Sawa sawa. Kwa hiyo na imani kabisa. Namuomba Mwenyezi Mungu aniweke hai. Ili mwaka kuchukua Simba kombe na mimi niwe hai na mimi niweze kulishuhudia. Mnyama anashinda goli ngapi umesema? Sio chini ya goli 3. Nini kinakupa jeuri? Kinanipa jeuri kwa sababu tuna kikosi kizuri, tuna mwalimu mzuri, amekuja ameibadilisha Simba. Anairudisha Simba ile ya do or die. Ile akina Okwi, hapa Nixon, hapa Chama, hapa Dilunga, hapa Medi Kagere. Kaka ilikuwa hatari ile kaka. Ndio hii imerudi. Tumeona siku ile. Yaani siku ile pale JKT nilikuwa naangalia ule mpira. Nikasema hii Simba hii inarudi ile. Yaani sasa hivi sina hata wasiwasi yani. Tofauti na Simba za hapa nyuma miaka hii miwili. Ulikuwa unaweza kushinda wewe lakini bado una pressure. Bado una pressure. Kuna tofauti yote ya Simba hii ya meneja Pantev na Fadlu Davids? Tofauti ipo. Tofauti ipo kwa uchezaji. Unajua walimu hawa wana tofautiana kwenye hii mifumo, kutumia mifumo. Kuna mwingine anapenda mfumo wa kushambulia zaidi, mwingine anapenda mfumo wa kujilinda zaidi. Anashambulia kwa kushtukiza. Hata huyu Fadlu Davids alikuwa na mfumo wake ule wa kujilinda zaidi, kushinda kushambulia zaidi. Huyu ana mfumo wa kujilinda na kujishambulia kwa wakati mmoja. Anashambulia na kujilinda kwa wakati wote. Kila mchezaji anatekeleza majukumu yake kwa wakati wote, sio kujipakia kipande, hapana. Popote pale unataka kufika ndani ya uwanja. Musa Pimpini Kamara hayo. Haina shida. Hamna wasiwasi. Haina shida. Tuna golikipa Tanzania 1. Timu ya taifa ya Tanzania kwenye milingoti mitatu. Yakubu Suleiman ndiye anayesimama. Sasa kwa nini tusimwamini? Amecheza AFCON hapa tumemuona. Sawa sawa. Amecheza kwenye ligi nzuri. Kwa nini tusimwamini? Mimi na imani kabisa. Tuondoe wasiwasi wana Simba. Hata wakati alipoumia huyu Manula wakati fulani hapa tulimpanga Ali Salim. Tulimwamini na alisaidia timu yake. Kubwa kabisa na Wydad Casablanca. Kubwa kabisa na Wydad Casablanca. Tena anacheza nje. Kwa hiyo tumwamini. Haina shida. Makosa ya juzi yale haina shida. Zilikuwa nyingi maana baada ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Kuwait. Yale unajua yale ile na Kuwait makosa yale sisi unajua hizi Simba na Yanga lazima wataniane. Sawa? Kwa sababu mchezaji amesajiliwa Simba, lazima wamtupie lawama Yakubu. Lakini sio Yakubu. Timu yote ilifanya makosa. Timu nzima ilifanya makosa. Mpira ulifika mbele. Kasi kama mpira ufike mbele, magolikipa naokoa mwisho. Mabeki wamefanya makosa mengi tu kushindwa kuikaunta mipira ambayo ya hatari kumfikia golikipa. Sawa sawa, au pengine mipira ile wao wanatakiwa waiokoe. Golikipa anajua hii mipira wanaiokoa. Wao wanafanya wanazembea, mpira unaingia. Kwa hiyo mimi nasema golikipa Yakubu ni golikipa bora kabisa katika magolikipa wa Tanzania na atakuja kuwa golikipa bora kabisa Afrika. Hatuna wasiwasi. Mimi sina wasiwasi. Na huyu ndio atakayechukua naye ubingwa wa hii shirikisho. Wa hii bingwa. Nasema hivi, huyu hata kama Kamara ataumwa mwaka mzima, huyu Yakubu huyu Suleiman Yakubu ndio atakayechukua naye ubingwa. Huyu Yakubu Suleiman ndio atakayechukua naye ubingwa wa kombe la klabu bingwa Afrika. Imani kubwa sana Nakwambia kabisa sina wasiwasi. Mimi naitwa Mzee Malinyi, sina wasiwasi. Mzee Malinyi. Mzee Malinyi. Wewe andika unajua kwenye mitandao unajua Mzee Malinyi. Sina wasiwasi. Pale kwenye milingoti mitatu sina wasiwasi. Hata kama atapitwa beki, abakie na mshambuliaji kama penalti hawa leo. Mimi na imani kabisa Suleiman Yakubu anacheza. Nisema kundi la Young Africans gumu. Waarabu watatu ameanza kukata mmoja baada ya mwingine. Sawa, unajua amecheza nyumbani. Mechi za nyumbani zina fitna. Sawa. Ugumu sio kwamba kushinda jana. Ugumu apite. Sio kushinda. Mashindano ya kupita. Ugumu tunaozungumzia si kupita kwenda robo finali. Sio kushinda. Nyumbani unaweza kushinda lakini usiende robo finali. Sana Farabati mgumu. Nasema hivi, mashindano haya kila mtu anacheza nyumbani kwake. Jana umeona. Sawa. Jana umeona. Kuna mesali moja alikuwa anasema wakati tunasoma Mgagana upo wanasema nini? Ali walimkavu. Ndio kilichotokea jana Unguja. Unasikia? Ina maana gani hiyo? Unasikia? Mgagana upo Ali walimkavu. Kwa maana yake, unasikia? Yule anatembea kuomba, sawa sawa. Hawezi kula walimkavu, atapata mboga. Atapata mboga, atarudi mchicha. Atakula. Sasa na wao wategemea wanakwenda Morocco. Sawa, nimewajibu jana watu wengi wa Yanga jana. Walinitumia message sana za kuleta kidogo utani wa Simba na Yanga. Sawa sawa. Tumempiga Mwarabu. Endelea kelele zako. Nikamwambia sawa. Lakini umempiga Mwarabu, goli usimuona kaweka. Kaka limekataliwa. Hivi nikamwambia kweli unafikiria goli lile Morocco linakataliwa? Kacha kuweka chuma mbili zile unakataliwa.
hii itakukosti, itawakosti na itawatokea puani. Chekeleni, lakini hii ndio inaweza ikawafanya msiende robo finali. Sema ninyi tuongee kifootball. Wewe ni mdau wa mpira. Usizungumze kishabiki. Ni goli halali au ni si goli halali? Ni goli halali kabisa. Sio kishabiki. Hakuna, sio kishabiki. Magoli sikiliza, sio lile tu. Hata lile la Malawi. Mtani hapa kapita kibahati. Hata lile la Malawi goli lile sahihi. Lile la Malawi limekataliwa nini? Diala anaruka juu, mchezaji yule wa Malawi amemkataa, tena kamkataa kabisa, kamkataa. Yeye peke yake anamdondosha mtu mpira, ana riziki, mtu anaweka mpira. Refari anasema Mazambi yako wapi? Ndio tunasema hivi, mcheza kwao utunzwa. Mcheza kwao utunzwa. Haiwezi kuwa ni draw ile. Kabisa. Alikuwa endi. Sasa kama refari kwa angeamua kunyosha ile. Kunyosha sheria. Sasa hivi tusingemzungumzia hapa. Angekuwa anasubiri kucheza ligi kuu. Na jana tena inatokea. Young Africans zimekupa hasira. Zimenipa hasira. Nakasirika kwa sababu mtani wangu ananiangusha kwa sababu sioni sababu ya yeye kwenda. Yaani sioni kabisa kama anaweza kwenda robo finali kwa mpira huu. Kwa sababu bado ana mechi nyingine, ana mechi 3 za away. Ana mechi 3 za away. Yeye kashinda moja. Mwenzake anaweza kaenda kamfunga nyingi sasa kule. Akamtumia refari, ukachota chuma 4, akaweka 2 walete. Si kila mtu anacheza kwao, 2 walete pale penalty, unakufa. Ali Shabani Kamwe kazungumza jana mwanabara baada Prince Dube kufunga. Ndiyo. Akasema kwamba mchawi wa Dube yuko Dar es Salaam. Umemsikia? Mimi bado nasema yale maneno ya bwana mdogo Alikamwe. Yale maneno ya bwana mdogo Alikamwe ni maneno tu ya kimipasho. Maneno ya kimipasho. Yule atakuwa aimbe taarabu. Alitakiwa aimbe taarabu na mzee Yusufu. Yule kabisa mzee huko kwenye taaluma ya habari kaingia tu. Hapana, huko kwenye taaluma ya habari ukaingia, lakini angekuwa kwenye mipasho tungepata burudani sana, taarabu ingerudi kama wakati ule. Kwa sababu anaweza. Nasema anaweza mipasho. Kwa mipasho anaweza. Huko kwenye taaluma kaingia kwa sababu ya njaa tu nafikiri. Lakini kule ndio kuanza. Kwa hiyo mipasho yake sisi haitutishi hiyo. Wala hatuna wasiwasi nayo. Mnyama unampa asilimia ngapi kufuzu kwenda hatua ya robo finali? 100. Nasema hivi. Wameshafita hii hapa chatu hili unaiweza wewe. Uwanja huu mkubwa. Sisi pumzi hatuna, umekimbia kwenye viwanja vidogo. Mimi nabaki hapa mwenyewe mkubwa ndio nimebaki hapa mwenye uwanja wangu. Kwani Alikama anakuambia sasa uwanja tunauchezea sisi. Kwani hajazungumza maneno hayo? Kwamba hapa Simba ameuchezea uwanja. Maka amekimbia kiwanja cha mimi mkubwa. Lakini sio huyu amekimbia pumzi. Mtani pumzi ana kaenda kwenye uwanja mdogo. Umeona kaenda kwenye uwanja mdogo na bado watu wanaweka goli na mpaka refari mtu 12 anasaidia. Hata kama ingekuwa hapa jana, sangefungua hata goli 3. Neno moja kwa mashabiki wa mnyama Simba. Ikumbuka michezo miwili takriban msimu uliopita hamkuingiza mashabiki. Neno moja kwa mashabiki wa mnyama Simba. Neno moja kwa mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba au wana Simba wote. Sisi wote wana Simba wote. Tunasema tuwe makini. Tunapoingia kiwanjani sasa hivi, sisi tuna CV kubwa Afrika, timu kubwa Afrika, katika 10 bora Afrika unapozizungumza, katika timu zinazoogopewa Afrika. Huyo Elali mwenyewe ananiogopa, anaiogopa Simba Sports Club. Sawa. Tuna cheti bora cha mashabiki bora Afrika. Kwa hiyo lazima tuwe makini na watani wetu. Kama unavyokuta wengi wanavaa jezi kama kina Mchome, wakiingia mnaona kama wana Simba, kumbe ni upande wa pili. Na ndio wanatuletea zile fujo ili kutuchafulia. Wanatumiwa. Hichi cheti hiyo kinawauma watu. Usione kwamba Jangwani inafanywa kila mbinu. Na sasa hivi inafanywa kila mbinu. Kwa sababu ukiangalia rais wao ndio rais wa klabu Afrika. Unafikiri haoni aibu aimuumi yeye kama klabu bora Afrika afu timu yako haina ushabiki bora? Timu yako ijazi wote uwanjani. Anataka na yeye situshuke ili yeye pengine aonekane kama sasa huko hawezi. Ajipange sana kufikia hatua hii hapa ya Simba hii hapa. Nikwambie kitu. Kakimbia hapa kwanza kutokujaza watu. Tajiri kachoka kuwalipia pesa. Bure. Sawa. Bure. Umeshaona? Kila mtu mzigo wake kaficha. Ndio maana amekwenda kule. Sasa basi. Fikiria Simba tulifungwa 5 na Vita. Tulifungwa goli 5 na Vita. Umati ulikuta hapa siku ile. Do die. Mtu ndani nyomi, nje nyomi na tiketi zimelipwa. Na hata uwanja ulikuwa sina vile tiketi wamelipa. Tiketi wamelipa watu wasikiza vile dio tu. Mpaka rais wa mpira duniani Kofi Latino alimpigia simu rais wa Madagascar wa Afrika. Yule mtu wa Madagascar. Akamuuliza kuna nini kwa Afrika? Mbona nakuta umati nje umejazana na nini? Kuna mambo ya kisiasa au kuna nini? Akaambia hapana. Mnyama huyo. Klabu bingwa hiyo. Timu ndio Simba ina watu namna kushinda hata Manchester United. Kasema yani kama ndio hivyo. Mpe salamu mwekezaji wa klabu ya Simba, viongozi wa klabu ya Simba, wachezaji wa klabu ya Simba na mashabiki wa klabu ya Simba, na wapongeza kuangalia mpira kwa amani na utulivu namna hiyo. Sijawahi kuona
Kama timu kwa kutegemea inaweza kuwa na watu wengi namna hiyo. Baki mimi nilikuwa pengine Al Ahly tu. Kumbe ina watu kushinda Al Ahly. Kuna watu ambao wanapenda kushinda Al Ahly. Sawa sawa. Sasa fikiria. Kitu cha kawaida hicho. Wao wangeweza. Tukaenda tukafungwa 5 na National Al Ahly. Tukarudia tukamjazia watu tukampa do die. Na kafa. Sasa sisi hatuwezi. Sisi tufungwe, tusifungwe. Nyomi tu. Vyovyote si nyomi tu. Kwa sababu tayari sisi tunatoka kwenye mpira wa Tanzania ule. Wa Kiswahili. Tushatoka. Mpira una matokeo 3. Kufungwa, sare na draw. Lolote matokeo yote kwenye mpira kutokea kiwanjani. Lazima uyakubali. Sawa sawa. Shukrani sana. Asante sana.